Neno la Mungu siku ya leo litakuwa lina kichwa kinachosema mfahamu mwalimu wetu ni nani? Mfahamu mwalimu wetu ni nani? Na kwa sababu ni neno la Mungu na neno ambalo linazungumza na kanisa, maana yake ni kwamba kwa namna au kwa namna rahisi, mwalimu wetu ni nani katika kanisa? Mwalimu wetu ni nani katika kanisa? Sasa inawezekana tuna walimu ambao tunawafahamu. Mimi bana, mwalimu wangu ni mwalimu fulani. Mwalimu wangu ndi, tunawataja majina. Sio kwamba sio sahihi, lakini somo hili litatusaidia kuweza kujua sisi as a church, kama kanisa. Sababu tukizungumza sisi kama kanisa tunamaanisha ni nini? Tunamaanisha ni wale waamini wote katika kanisa. Yaani mchungaji, mwalimu, mwinjilisti, sijui nabii, mtume na kadhalika, na wote tulio katika kanisa. Mungu akituangalia anatuona ni kanisa lake. Kwa hiyo tunapozungumza mwalimu wetu ni nani, inabeba hasa ile tunasema plural, kwa umoja wetu as a church, sababu Mungu anazungumza neno hili na kanisa lake. Mwalimu wetu ni nani? Mwalimu wetu ni nani? Na somo hili litatusaidia sana hasa katika kuweka msitizo wa kuwa makini katika zama zetu hizi za nyakati hizi ambazo ni nyakati sema ni information age. Ni nyakati ambazo kupokea taarifa ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Na tunajua mwalimu anahusika na nini? Na taarifa. Kwa hiyo ni nyakati ambazo walimu ni wengi. Walimu ni wengi. Sasa kwa utangulizi, tukiangalia katika ulimwengu huu tunaoishi, ulimwengu huu ambao tunaishi, nikazungumza nisema ni information age. Katika ulimwengu huu kila kitu anachokifanya mtu au watu, ukiona mtu anafanya jambo fulani, iwe ni zuri au ni baya katika maisha haya, nyuma yake kuna mtu anaitwa mwalimu. Ukiona mtu anafanya jambo nzuri au anafanya jambo baya, aidha ni watu wanafanya jambo baya au watu wanafanya jambo zuri, nyuma ya huyo mtu kuna mwalimu. Inawezekana ni mwalimu wa ubaya au ni mwalimu wa mema. Kwa hiyo mwalimu ni mtu wa muhimu sana katika maisha haya. Mwalimu ni mtu wa muhimu sana. Ni mtu wa muhimu mno. Na aina ya kesho au future ya watu inategemea sana na aina ya walimu waliopo katika hiyo jamii au waliopo katikati ya hao watu. Yaani tunazungumza future nzuri, future yenye mafanikio au future mbaya. Kinachoamua hicho pia ni aina ya walimu walioko nyuma. Kwa kuna wakati mwingine kuna namna fulani ambavyo tunasema kama mambo yanakuwa hayaendi aidha katika mataifa au katika jamii au katika familia au katika taasisi au katika eneo fulani au kwa mtu binafsi. Lakini kumbe ni nini? Ni aina ya maarifa ambayo umeyapokea pengine kwa walimu ambao unawafuatilia. Tunaweza tukawa tunasema kwenye familia, ndoa, ukifuatilia mwalimu ambaye anakupotosha kwenye mambo ya ndoa, unaweza ukamwona mwenzako ni adui. Na walimu, kwa mfano saa hizi walimu wa mambo ya mahusiano wako wengi kweli kweli. Sasa unamsikiliza, alafu kinachokuja kutokea nini? Kinachokuja kuzalisha nini?
unaona mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Waliosababisha haya mambo magumu ni nani? Walimu. Kwa kati ya eneo ambalo sisi waamini tunatakiwa tuwe makini nalo sana, ni watu tunaowafuatilia kuwa ni walimu wetu. Walimu. Na ninapozungumza walimu sasa kwa ujumla wake, kuna walimu wa elimu dunia, nasema walimu wa mambo ya ulimwengu huu, wanaofundisha mambo ya tamaduni, wanaofundisha sema kanuni za asili za ulimwengu huu. Kwani tukienda wapi? Tukienda wapi? Tukienda kwenye shule hizi. Kwenye shule kinachofanyika ni tunasema ni nini? Tunachofundishwa ni hizi kanuni za ulimwengu huu. Yaani kanuni za ulimwengu huu ndio tunafundishwa katika shule. Sayansi, katika sema jiografia, masomo ya jiografia, fizikia, mathematics. Ni kanuni za kuweza kutekeleza jambo katika ulimwengu huu, kuweza kucontrol mambo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo kuna walimu wa elimu ya kidunia ambao hao wana dili na vitu vya asili, mambo ya tamaduni. Na hayo kwa mfano wazazi pia wanaweza kutufundisha tamaduni za ulimwengu huu, kama utaratibu wa mahali hapa unatakiwa ufanye hivi, ukifanya hivi ndio itasabika wewe ndio. Kuna vitu vya ulimwengu huu, mambo ya sheria za ulimwengu huu, wanaofundisha sheria na tamaduni za ulimwengu huu. Hao ni walimu wanaotufundisha kwa kusema elimu dunia. Lakini pia kuna walimu wanaofundisha mambo au kanuni za ulimwengu wa kiroho, wanaofundisha kanuni au elimu ya ulimwengu wa roho, unaweza kutenda kazi katika ulimwengu wa mwili. Kwa sababu iko hivi, tuelewe kwamba ulimwengu wa roho, unajua kuna kitu kimoja ambacho lazima tuelewe kwamba ulimwengu wa roho, ili uweze kuhusiana au uweze kutekeleza jambo katika ulimwengu wa mwili huu, kuna kanuni ambazo lazima sisi tuzitengeneze, tuziishi, ili huo ulimwengu wa roho upate access, uweze ili ulimwengu ambao hatuoni wa roho uweze kutusaidia katika ulimwengu huu wa mwili. Kuna kanuni ambazo lazima tuzipokee kutoka kwenye huo ulimwengu wa roho, kwamba ili niweze kukusaidia jambo hili, au niweze kutembea na wewe, au niweze kukuongoza, au niweze kukuwezesha katika jambo fulani, mimi katika ulimwengu wa roho. Mungu ni roho, Ibilisi ni roho, mapepo ni roho, malaika ni roho. Sasa hiyo intervention, hiyo namna ya kuintervene, kwamba namna ya kuingiliana, kuna kanuni. Kuna sharti za kufuata, kuna masharti ya kufuata. Na hata Mungu wetu kisha na wale wa gizani pia wana masharti yao, lakini hata Mungu wetu pia kuna sharti za kufuata ili apate uhalali wa kuweza kufanya nini. Sasa hapo ndo kazi ya walimu, wanatusaidia ili kuweza kufanya nini, Mungu aweze kutusaidia zaidi katika safari ya maisha yetu. Lakini sharti la kwanza ni kuwa katika Kristo, katika yeye. Na kwamba sharti la kwanza kuamini. Usikie alafu uamini. Yaani hilo ndo sharti kuu. Sharti kuu. Kwa hiyo tunataka msaada wa Mungu. Mungu kuna masharti mengine, kuna masharti kwa mfano kuomba. Tayari wewe ni mwana wa Mungu, lakini kuna vitu haviwezi vikatokea. Kuna sharti lazima afanye ni uombe.
Ndio maana sisi ni wana wa Mungu, sawa, lakini kuna sharti la kuomba. Mungu ametupa agizo, ombeni, ombeni. Yaani japokuwa tu wana, lakini kuna sharti la kuomba. Lakini pia sio kuomba tu, kuomba sawa sawa na mapenzi yake. Sasa mambo haya yote ili tuweze kufanya nini? Kuweza kuelewa, kuna mwalimu. Kuna mwalimu. Na napozungumza walimu wa mambo ya kiroho au mambo ya au kanuni za ulimwengu wa roho, utakuja kuona walimu wako aina nyingi. Kuna ambao wasema ni walimu wa mambo ya gizani. Wapo wanafundisha mambo ya giza, kanuni za kishirikina, wanafundisha pengine kanuni za gizani. Lakini pia kuna kanuni za nuruni. Ndivyo ambavyo ilivyo. Sasa tukiangalia katika maisha yetu jamani, ni ukweli tunatamani kufanikiwa sisi kama waamini na wanadamu. Kila mmoja anatamani afanikiwe katika jambo fulani, katika mafanikio. Na tunapoyazungumzia mafanikio jamani, ni kitu ambacho lazima pia tukipe tafsiri. Unajua mafanikio, ukizungumza leo hii, kwa mfano leo hii ukiniambia mimi unataka kufanikiwa, na ukimuuliza mtu mwingine unataka kufanikiwa, kila mmoja anataka kufanikiwa, lakini ukitoa meaning, ukijaribu kuchunguza zaidi, kila mmoja kuna mafanikio fulani ambayo anayataka katika maisha yake. Sasa mafanikio haya ukijaribu kuyaangalia kwa undani, ndio yanatofautiana. Sikia mwingine, mimi kwa yeye mafanikio ni kuwa na nyumba, kuwa na gari, kuwa na kazi, kuwa na hivi na hivi na hivi. Yaani it's all about me. Mafanikio, kuwa na pesa. Wote tunasema tunataka kufanikiwa, lakini kila mmoja ile tafsiri yake ya mafanikio. Yaani tunatembea humu barabarani, kila mmoja yaani nikitoboa, yaani nikifanikiwa, yaani nikifanikiwa. Ukifanikiwa nini? Sawa, tunazungumza habari, kila mmoja tunazungumza kufanikiwa. Lakini kila mmoja hata mataifa yetu katika ulimwengu hayafanani. Hayafanani. Mafanikio, wengine wanaangalia benki kuna nini. Mwingine anaangalia mafanikio, yaani familia yangu ikiwa hivi na hivi na hivi nitakuwa nimefanikiwa. Lakini tunapoangalia katika tafsiri ya kimungu, tunapoangalia katika tafsiri ya kimungu, mafanikio au sisi kama kanisa ni kufanya na kufanikisha kile Mungu alichotuumbia kukifanya. It is not about us, it is about fulfilling a certain task. Ndio mafanikio. Kwa mfano tukizungumza habari ya magari, mali, ndio kufanikiwa. Hivi Yesu alivyoishi ulimwenguni hapa alifanikiwa kufanikiwa? Alifanikiwa. Lakini Yesu kwani alikuwa na mali nyingi? Alichoumbwa kukifanya katika ulimwengu huu ni kitu gani? Kwa ile task aliyoifanya, jamani, tukizungumza mafanikio kwamba ndio kuwa bilionea au kuwa na mali nyingi. Kila mtu kwanza akiwa na mali nyingi hapa jamani, yaani kwenye logic tu ya kawaida, kila mmoja akiwa bilionea, nani atamtuma mwenzake? Lazima kuna wengine wawe visionaries, wenye maono, wamepewa maono fulani, wengine watumike katika hayo maono na kadhalika na kadhalika kadhalika na kadhalika. Ndio balance ya maisha. Kila mmoja anatumika kwa sehemu yake alikoeko. Tukianza kuhamasishana hapa jamani, mimi nataka kuwe mabilionea. Usema unatenda kile ambacho nini? Umeumbwa ukifanya. Ndio maana ukisema tukifanya kile ambacho hatujaumbwa ukifanya, tutaona maisha ni magumu. Ni magumu. Ni heri ufanye kile ambacho umeumbwa ukifanya hata kama kinakuingizia kidogo. Lakini sema una nini?
unatumikia lile shauri ambalo Mungu amekuumbia kulifanya. Na sasa kulijua hapo inahitaji sasa ukae karibu na Mungu uweze kujua kile ambacho Mungu amekuumbia ukifanya. Kwa tafsiri ya mafanikio hii, pia tafsiri ya mafanikio ni eneo hatari sana ambalo walimu wengi wanalipotosha. Kwamba walimu wakikwambia mafanikio ni kuwa na kitu fulani, kuwa na ndinga, kuwa na hivi, kuwa na hivi. Na kanisani hayo mafundisho ya mafanikio yakihusishwa, it's all about mali. Katika zama zetu walimu wamekuwa wakiasitiza sana, sio kwa habari ya kutenda kile ambacho Mungu amekuweka kukitenda, lakini tuna mtu ambaye amefanikiwa ana nini? Ana nini? Yaani tunaangalia ana nini, status yake. Yaani kwa mtu ambaye pengine yuko sema kiuchumi, yuko sio kivile, tunasema huyu hajafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu anatembea kwa miguu. Yaani unatembea kwa miguu afu unatuambia kwamba hapa hamna wenye magari wote, wenye nini wote. Yaani tunachukulia material. Hivi kwa mfano wewe niulize swali. Hii ulimwengu wote kila mtu akiwa na magari, hizo barabara zitapitika kweli? Kila mtu awe na magari, yani kila mtu awe na magari. Yaani ndio uhalisia wa maisha. Ndio uhalisia wa maisha. Sasa kuwa na vitu vikitupa tafsiri ya mafanikio ni hatari mno. Lakini tunavihitaji vitu. Kuna watu pengine wanaweza wakawa wana uwezo wa kununua hivyo vitu, magari na nini, lakini hawapendelei. Shaye kuona baadhi ya watu pengine wana uwezo wa kununua vitu, kujenga, kufanya nini, lakini bado wana stiki na kazi zao kwanza. Kwa kinachotupa tafsiri ya mafanikio ni mchango wetu katika jamii. Tunafanikisha nini katika jamii? Kutenda kazi njema katika jamii. Kuperform kazi zile sawa sawa na uwezo tulionao. Kama una uwezo fulani ambao umezaliwa nao, ukiutenda katika jamii, ukafanikisha, ukafanikisha maisha ya watu kuwa sema kutatua changamoto za wanajamii. Hiyo ndo nini? Hiyo ndio tafsiri ya mafanikio, kwamba nimefanya jambo fulani nikalifanikisha. Kwa hiyo tunaangalia mafanikio au kutofanikiwa pia kunachangiwa na aina ya walimu waliopo. Na niseme hili, naomba nizungumze kitu hiki moja hasa kwa nchi zetu za Afrika. Hebu ngoja nizungumze kidogo kwa sababu ya kwa nchi zetu za Afrika. Wa Afrika tunahitaji walimu ambao sema walimu wenye mzigo na nini? Na kusema kuona kwamba watu wanaowafundisha wanatenda kazi njema, wanasema wana produce, wanakuwa ni wazalishaji, Unajua iko hivi, ukiwa ni mwalimu alafu unatamani kuona mwanafunzi wako sio anafanya vizuri mtihani. Unajua kuna hii kufanya vizuri mtihani kwamba mtu akifanya vizuri mtihani ndio mwanafunzi mzuri. Lakini unaweza ukawa unajibu vizuri, na nisema hivi, mifumo tunasema ya baadhi ya walimu nisema ni ile kumfanya mtu kukariri, kujibu vizuri mtihani. Lakini ile understanding, kuelewa na kuwa productive ni kitu ambacho hatukipromote. Kwamba hata kama nakufundisha sawa, lakini natamani kuona kwamba yani kila ambacho ninakufundisha unaweza ukakileta sasa katika uhalisia. Yani isiishie tu theory, hata practically unaweza ukafanya nini, ukakileta kitu katika uhalisia. Ndio kuwa productive, kwamba material nilionayo sio nayo tu sema theoretically katika namna tu ya kuyajua, lakini naweza nikayafanya yakawa nini, yakawa halisi. Sasa tunapokuwa na walimu pengine wanao promote kufanikiwa tu theoretically,
Yaani it's all about theoretically, sio practically. Hatuwezi kwenda mahali. Kwa hiyo mafanikio au kutofanikiwa walimu. Tukiwa na walimu pengine wanalalamika. Unajua walimu bana, wakati mwingine wanalalamika. Unaona sasa mwalimu anakufundisha lakini yeye mwenyewe analalamika. Ni mwalimu ambaye ni mlalamikaji. Yaani mtu ambaye, kwanza niseme kitu kingine pia. Mwalimu ambaye ukiona kuna mwalimu ambaye analalamika sana, sio kumtrust kwenye engo yoyote. Iwe ni kwenye ile eneo la kingdom katika kanisa au hata katika ulimwengu wa kawaida tunaoishi. Mwalimu ambaye analalamika usimfuatilie. Yaani anakufundisha kwa msukumo wa malalamiko. Hivi tumwangalie Yesu. Yesu ni mwalimu wetu, si ndio? Yesu ni mwalimu wetu. Tukimwangalia Yesu hakuwa analalamika kwamba sehemu ambapo hakuna chakula, sasa hapa sisi tutafanyaje? Yaani nyie kweli hamkufanya hivi. Yaani sehemu ambapo kuna changamoto halalamiki. Alikuwa ana provide solution. Ana provide solution. Na ndio namna ambavyo inatakiwa tu kama mwalimu utakiwi kinywa chako kioneshe malalamiko tena mbele ya wale ambao wanafunzi wako kulalamika. Ukiwa unawafundisha wanafunzi alafu unalalamika ni mbaya. Kwa hiyo ukishaona dalili ya mwalimu ambaye analalamika alafu wewe anakufundisha, yaani yeye ni kulalamika, yaani hoja lazima msingi wa mafundisho wake umejengwa kwenye malalamiko, huyo mwalimu sio kumfuatilia. Maana nini? Maana kwamba atakujaza hasira, atakujaza chuki, Yesu hakuwa analalamika. Kwa hiyo sisi kama taifa, sisi kama kanisa, kama familia, kama mtu mmoja, tunapohitaji mafanikio lazima tuwapime walimu ambao walio nyuma yetu, kwa sababu mafanikio au kutokufanikiwa kunachangiwa haswa na walimu. Kwenye ndoa, ukiwa na walimu ambao wanakufundisha yasiyo sahihi, maana hiyo ndoa haitafanikiwa. The same as kwenye maeneo mengine, inawezekana ni maeneo ya uchumi, lakini pia hata kwenye mambo ya katika kanisa, mambo ya ulimwengu wa roho. Inawezekana ukafundishwa njia ambayo sio njia ya kimungu, utaitumia Mungu hajiweza kujidhihirisha kwako. Utaitumia, Mungu anaangalia anasema wewe tayari moyo wako umeelekea vitu vingine. Unaliwa. Unasema unatapeliwa. Unaambiwa tumia hiki kitakuwezesha. Hiki kitakupa wewe imani yako badala ya kumwangalia Mungu inaangalia Mungu anaangalia. Mbona mimi sio kanuni yangu hiyo. Nilisema niangalie mimi, nitazame mimi, niamini mimi. Lakini wewe unatazama kitu kingine. Haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo walimu, mafanikio au kutokufanikiwa nyuma yake kuna walimu. Mwalimu ni nani? Ukizungumza mwalimu ni nani? Mwalimu ni yule ambaye anafundisha jambo. Anayefundisha jambo. Na anafundishaje? Anatafsiri maarifa ya hilo jambo kwa maelezo au matendo. Inawezekana ni maelezo, nakaa hapa na kuelekeza na kuelekeza huko ni kutoa tafsiri. Ninatoa tafsiri juu ya jambo fulani. Huyo ni nani? Ni mwalimu. Natoa maelezo au wakati mwingine nasema ile theoretically au practically. Mwalimu anaweza kawa ni mwalimu ambaye anakufundisha theoretically au practically. Mwalimu. Na kitu ambacho kingine ambacho nataka nikizungumze hapa, ili
mtu aitwe mwalimu au atambulike kwamba ni mwalimu, kinachomfanya mtu atambulike kwamba ni mwalimu lazima awe ni mwalimu wa nini, kwamba kile ambacho anakifundisha ndio kinamfanya kuwa mwalimu. Kwamba ukiitwa tu mwalimu, kwa mfano ukiitwa baba mwalimu, sawa, unaweza ukaitika, lakini watu ili waendelee kukuita na wewe, wale ambao hawakufahamu wakuite mwalimu, lazima wajue ni mwalimu wa nini, si ndio? Kwamba huyu mwalimu wa physics bana, huyu mwalimu wa shule ya msingi au mwalimu wa sekondari anafundisha Kiswahili au anafundisha. Kwa kile ambacho unakifundisha ndio kinaweka title ya walimu. Kwa ukisema mwalimu, nyuma yake kuna aina fulani ya maarifa ambayo mtu anayafundisha. Mwalimu wa hisabati, mwalimu wa physics, mwalimu wa Kiswahili, mwalimu wa Kiingereza, mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu wa mambo ya utamaduni, mwalimu wa sawa, tutafupisha mwalimu fulani, lakini katika hiyo mwalimu tukitafuta kutafsiri lazima kutakuwa kuna mwalimu wa kitu fulani. Mwalimu wa mambo ya upishi, mwalimu wa mambo pengine ya labda mambo ya kiinjinia, kama kihandisi na kadhalika. Kwa hiyo mwalimu nyuma yake kuna kitu ambacho amekibobea ambacho ndio kinamfanya aitwe mwalimu. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja hapo. Katika kanisa tuna walimu ambao wakati mwingine tunawapa nafasi ambao haikustahili kupewa. Kwa maana watu ambao wanaachilia maarifa fulani ambayo hayo maarifa tukiangalia sio maarifa ya mwalimu ambaye tunapaswa kumfuata sisi kama kanisa. Tuna tatizo moja sugu la kufuatilia walimu wengine kama kanisa. Na walimu gani nazungumza? Kuna walimu wa Torati au walimu wa sheria ya Torati. Biblia imewaita rabi, walimu wa sheria ya Torati, marabi. Walikuwa wanafundisha sheria ya Musa. Lakini pia kuna walimu wanaofundisha hekima ya ulimwengu au elimu dunia. Wana saikolojia, wakati mwingine tuna wataalamu wa uchumi waje kutufundisha. Walimu wa namna hiyo wapo sana. Wanaofundisha mambo ya saikolojia na wanaofundisha mambo ya uchumi, uwekezaji, mambo ya hisa, mambo ya nini. Ukiangalia wanachokifundisha ni tofauti na kile ambacho tunapaswa. Sababu sisi as a Church of Christ, kama kanisa la Kristo, mwalimu wetu ni nani? Mwalimu wetu ni nani? Ni Kristo. Kwa sababu ukimwangalia Musa alifundisha sheria ya Torati. Musa, sema Haruni, Walawi wale walifundisha sheria ya Torati, kuifuata Torati. Na hata wana wa Israeli walisema sisi ni wa Musa. Musa hakusema hivi. Kila ukifanya sema Musa hakusema hivi. Kwa judgment yao yote ilikuwa ni inasema imebezi kwenye fundisho la Musa. Musa aliagiza hivi. Musa alisema hivi. Sasa tunaposikiliza walimu wawili, tunamsikiliza Yesu na tunamsikiliza Musa. Tunachanganya. Na nataka niseme kitu kimoja hivi. Mafundisho yoyote katika kanisa yanayoweka imani ya kuona kwamba sema nguvu ya pesa, nguvu ya vyeo, nguvu ya utajiri, kuna namna fulani yanatengeneza tabia ya kupenda pesa, kupenda vyeo na kadhalika.
nguvu ya pesa, nguvu ya mafundisho yote ambayo yanasema yanatengenezea mazingira kwamba kuona vitu ndio vinatupa thamani, kwamba sisi sio wa thamani kwa sababu ya kile tulicho nacho, ila ni wa thamani kwa sababu ya vile vinavyotuzunguka. Mafundisho hayo sio fundisho la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mafundisho ya ulimwengu, sababu ulimwengu, thamani ya mtu inajengwa kwa vile vinavyomzunguka. Ndio mafundisho ya nini? Mafundisho ya ulimwengu huu. Kwa hiyo mafundisho yote ambayo yanaweka imani katika vitu vinavyotuzunguka, na yako mengi, kwamba ukiona unafundisha bana, yani wewe huna hiki, alafu una mafundisho namna hiyo, yanafanya nini? Yanakufanya moyo wako utumainie vile vinavyokuzunguka, na sio ujione wa thamani kwa sababu ya kile ambacho nilicho nacho. Na Roho wa Mungu ndani yangu. Sasa ulimwengu unatufundisha vile vinavyotuzunguka ndio vinasema vinatupa nini? Vinatupa thamani. Lakini katika kanisa sisi ni wa thamani kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya yule aliyetupenda, aliyetununua, kwa sababu ya title ya uwana, kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Kwa tunaposikiliza mafundisho ambayo yanatengeneza imani yetu iwe katika nguvu ya pesa, imani yetu iwe kwa sababu ya vile tulivyo navyo, vyeo, pesa, utajiri. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba inatutoa katika nini? Katika mafundisho hayo au maelekezo hayo. Sio maelekezo au sio mafundisho ya Kristo. Sio maelekezo ya Kristo mwenyewe. Kwa tuna walimu ambao leo hii wanafundisha mambo hayo, mambo ya mwilini. Timotheo wa kwanza 6:10, maana shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kuichoma kwa maumivu mengi. Shina moja la mabaya ni kupenda fedha. Tunaposikiza mafundisho ambayo yanatengeneza mioyo yetu kupenda fedha, na mioyo yetu kupenda fedha inakuwaje? Unapoambiwa kwamba ukiwa na hichi ndio wa thamani, maana moyo wako lazima utakipenda, si ndio? Ukiwa na kitu hiki hapa, wewe ndio wa thamani, si ndio? Ina maana lazima moyo wako ukipende kile kitu. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu kinakupa uthamani. Kama kuwa na Kristo kunanitengeneza thamani, maana kwamba mimi moyo wangu utatamani kufanya nini? Utampenda Kristo. Kwa nini? Kwa sababu uthamani wangu katika Kristo napokea nini? Napata thamani zaidi. Lakini nikiambiwa kwamba ukiwa na fedha, ukiwa na cheo, ukiwa na kitu fulani, ukiwa na majumba, ukiwa na magari, ndio unakuwa wa thamani, maana kwamba unatengeneza mazingira moyo wangu uvipende vile vitu. Lakini Biblia inasema shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Maana ni kwamba nitakuwa tayari moyo wangu kufanya chochote ili nipate kile, alafu nikishapata kile kitu ndio kifanye kinifanye nijione wa thamani. Unaweza ukaiba, unaweza ukafanya jambo lolote baya, au hata ukauza vya Mungu kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kupata kile ambacho unaona kwamba nikiwa nacho ndio kitanipa thamani. Lakini tukimwangalia Yesu, maisha yake yalikuwa ni ya kawaida. Na Paulo akaandika akasema kwamba tukiwa na vitu vya kula, tukiwa na chakula, mavazi, sema utaua pamoja na kuridhika una thamani kubwa. Tukiwa na chakula na mavazi inatosha, mavazi na chakula. Kwa nini? Kwa sababu mavazi yanatunza mwili huu, chakula kinatunza mwili huu. Sasa kwamba kuwa na vitu vingi ni mbaya, lakini mbaya ni kutumaini. Unajua hata yule jamaa ambaye Yesu alimwambia tajiri, alimwambia kwamba huuza vitu vyako vyote ulivyo navyo unifuate. Alimwangalia huyu mtu sawa, anafuata nini? Anafuata sheria ya Musa, lakini bado moyo wake
unategemea mali. Ndio maana akasema kwamba ni jinsi gani ilivyo ngumu mwenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano. Nini? Moyo wake ulikuwa Sasa yote haya yanatokana na mafundisho. Ukizungumza habari ya mali, hata kwenye mtandao wa kijamii, eka title tu pale kama unafundisha namna ya kuwa bilionea au namna ya kupata pesa nyingi, au andika kitabu namna ya kupata pesa kimungu au kanuni za kibibilia za kupata pesa. Andika tu hivyo, taona watu watakavyokinunua. Mioyo yetu kuna wakati inafundishwa kupenda nini? Kupenda vitu vya ulimwengu. Na yote haya ni mafundisho. Kwa mafundisho haya niliyoyazungumza, mafundisho ambayo yanasema ni ya elimu dunia, kama ulimwengu unavyofundisha, kwa sababu katika ulimwengu vitu ndio sema ndio habari ya mjini. Mafanikio ya mali ndio habari ya mjini. Na ulimwengu ndio unatafuta hiyo. Biblia akasema, Yesu mwenyewe alizungumza, akasema kwamba kwa nini mnawaza tule nini, tunywe nini, tuvae nini, tufanye nini? Akasema hayo ndio watu wa mataifa wanafanya nini? Wayatafutayo. Lakini Baba yenu wa mbinguni anafanya nini? Anajua mnacho kihitaji. Kwa kumbe Yesu anatuonyesha kwamba kumbe watu wa mataifa ndio wanayotafuta. Sasa si katika kanisani pia tunafundishana vitu ambavyo mataifa pia wanavi. Sio mbaya ya kutafuta. Lakini katika kanisa mwalimu wetu ni nani? Mwalimu wetu ni nani? Kama mwalimu wetu ni Kristo, tutafata kila alichotuelekeza. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Shina moja la mabaya kila namna ni kupenda pesa. Na katika hili nimalizie katika ile ndio Timotheo wa pili 4:2. Timotheo anaambiwa alihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Utafika wakati, na wakati huo upo, watu watajitafutia walimu kwa makundi, wakitamani kusikia yale ambayo masikio yao yanatamani kusikia. Kisikia tu, ndio maana nasema ukiweka tu habari ya pesa na habari ya utajiri, habari ya kufanikiwa, yaani ukisema tu mafanikio, watu wataangalia mafanikio gani anayozungumza. Sasa akija kukuta mafanikio ya kiroho, hatuna hawa wanazungumza nini? Anataka namna ya kufanikiwa katika material. Na siku hizi mafundisho namna hiyo hapo mengi. Kwa nini? Kwa sababu ndio zama ambazo watu wanapenda sema wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Kwa mwalimu wetu ni nani? Mwalimu wetu ni nani kama kanisa? Mwalimu wetu ni nani? Ni anayetufundisha mambo ya elimu dunia, anayotufundisha masuala ya kisaikolojia. Saikolojia nao sasa hivi inapata nikisema saikolojia ni nini jamani? Saikolojia pengine labda anaweza kuzungumza hapa kidogo mkashindwa kuelewa. Mafundisho ya saikolojia ni yale ambayo unaambiwa dalili za mtu fulani. Kwa mfano ni elimu ya tabia, kwamba ukiona mtu anaenenda hivi ujue huyo mtu ni hivi. Inawezekana mtu unajua wamefanya research kwamba watu wanaofanya hivi wanakuwa wana tabia hizi, watu wanaofanya hivi wanaweza wakawa na maamuzi haya. Sasa tukianza kufuatilia elimu za saikolojia kanisani tutakuwa sensitive. Kwa hiyo tukishaanza kuona mtu ana tabia hii fulani, tunakuwa na judgment kwa uharaka kwamba huyu hapa niliambiwa mwenye dalili hizi ni mwizi, mwenye dalili hizi
Nasema ni cheater, nasema ni mtu ambaye ni mdanganyifu. Kwamba umekuwa pengine na mume wako pengine anaanza kuzungumza vitu fulani, unaweza kuhisi huyu anayezungumza hivi huyu atakuwa sio mwaminifu. Nini? Nilimsikiza mwanasaikolojia kanisani. Huyu ambaye anazungumza mambo haya anaweza akawa huyu ni hatari. Nini? Nilimsikiza mwanasaikolojia wapi? Kanisani. Tena tunasema kanisani. Tunatumia nini? Zile sign. Kwamba kwa sababu akizungumza maneno haya, ujue huyo ni tapeli. Unazikuta unamhukumu mtu bure. Kumbe inawezekana tu ni ile nini? Ile culture, kwamba kuna misemo fulani inawezekana ishapata umaarufu katika jamii. Kwa hiyo inawezekana amelitumia hilo sio kwa sababu anafanya, ila kwa sababu sema ndo lugha ya wakati ule. Kuna maneno wafano mtu akisema oya mambo vipi poa. Sasa jamaa muuni kweli, unaona anavyoongea. Nini tuliambiwa mtu anayezungumza hivyo ni muuni. Kumbe ni basi tu kwa sababu ya. Kwa hiyo elimu ya saikolojia inaweza kufanya tuhukumu watu, na inafundishwa sana saikolojia. Lakini Biblia inasema wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Roho Mtakatifu. Tusizitegemee akili. Sio kwamba tusizitumie, tusizitegemee. Kuna wakati tunahitaji tutumie akili katika mambo ya ulimwengu, ya sema kanuni za ulimwengu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo mafundisho ya saikolojia kanisani. Mwalimu wetu ni nani? Mwalimu wetu ni mwanasaikolojia. Mwalimu wetu ni mwalimu ambaye anafundisha elimu dunia kama kanisa. Sio kwamba tusiyafuatilie au tusifundishwe, lakini when it comes to the church, inapokuja sisi kama kanisa la Kristo, tukianza ndani ya kanisa, tukianza kufundisha vitu ambavyo Kristo akututuma tulifundisha kanisa, maana kwamba tunatoa msitizo wetu kwenye kumwangalia Kristo, tunaenda kufanya tunasema tegemea vitu vya ulimwengu huu. Kwa kuna maeneo ikifundishwa sawa, kuna mambo lazima tuyafuatilie, ndio tunayafuatilia. Lakini akiwa ni nje kanisa, ukienda kwenye shule za physics, chemistry, ni sawa kabisa, ni vizuri ujue sema kanuni za ulimwengu huu za asili. Lakini tunapo liambia kanisa kwa habari ya formula na kanuni za ulimwengu huu, maana ni kwamba nini? Tunatoa sasa watu wasianze kumtegemea Kristo, wasianze kumwangalia Yesu Kristo kama msaada. Hasa pale unakuta pengine yale mambo, zile kanuni za ulimwengu ambazo tunaziishi zinashindwa kuapply. Yuko afanyaye njia pasipo njia. Alafu huku ambako tunatakiwa tufundishwa yuko afanyaye njia pasipo njia, tunafundishwa zile njia za asili. Hatuwezi tukawa na msaada. Bwana Yesu asifiwe. Na naona muda umeenda. Sasa tuangalie msingi wa imani yetu. Msingi wa imani yetu ni upi? Lakini kabla ya hayo yote, pia mafundisho ya Torati nimezungumza kidogo. Mafundisho ya Torati yapo. Unajua hili somo ni refu, lakini mafundisho ya Torati pia nayo ni hatari kwa kanisa. Kwa maana kwamba tunafundishwa, tunapokea, Mungu anatusaidia kwa sababu ya kutimiza matendo fulani. Kuna matendo, sheria ya Torati ni sheria ambayo Musa kama mjumbe wa ile sheria, Mungu alitoa sheria kwa wana wa Israeli waifuate. Kwa nini? Kwa sababu walishindwa kumwamini yeye. Hawakutembea naye kwa imani. Japokuwa Mungu alifanya mambo mengi, lakini bado waliendelea kumlaumu, kumlalamikia. Waliendelea kunungunika. Tena mwisho wa siku wakafanya tengeneza ndama na kadhalika. Kwa Mungu akaona hawa ni watu ambao wana kiburi. Akawapa sheria kwamba nyie kwa sababu mnajiona kwa matendo yenu mnaweza, tekelezeni haya. Sasa yale matendo ulikuwa ukitekeleza, kama ukiweza kuyatimiliza, tunasema ukiweza kuyatimiliza, Mungu ndo atakuhesabia haki. Kwa haki
mbele za Mungu ilikuwa ni kwa njia ya kutimiza matendo ya ile sheria, kwamba kama imezungumza habari ya Sabato siku, uitimize kweli kweli na ushike kweli kweli. Kama habari ya vyakula, ushike kweli kweli, vyakula fulani ni najisi. Kama ni habari ya, yani lazima ufanye nini? Utembee katika matendo ile. Kwa hiyo watu walijibidiisha katika kile ambacho Musa alikitoa na kukifundisha. Sasa katika Kristo pia, katika Yesu Kristo, baridi imezidi. Katika Yesu Kristo pia, tukianza kufuata sheria ya Torati, tukaanza kufuata sheria ya Torati, ni kujibebesha mizigo, ni kujibebesha kile ambacho, yani tunahitaji msaada wa Mungu kwa njia ya Torati. Yesu alishaitimiliza. Kuna madai ambayo yaliyoko katika Torati, ili kwamba katika hayo ukiyatimiza, sema ndio unahesabiwa nini? Unahesabiwa haki. Sasa Yesu alitimiliza kwa ajili yetu. Kwa ukiangalia sheria ya Torati, Yesu alikuja kuitimiza. Kwa maana gani? Ilikuwa ina madai kadhaa ambayo yale madai Yesu aliyatimiza, ili wote ambao wako ndani yake wasidaiwe tena. Wasidaiwe tena. Lakini unapokuwa ndani ya Kristo, alafu unasikiliza tena yale madai ambayo Torati ilikuwa inadai, sadaka ya ukombozi, sadaka ya mzaliwa wa kwanza, sadaka ya utakaso, unasikiliza habari ya siku, unasikiliza habari ya vyakula, unasikiliza habari ya mambo mengi. Ukianza kuyasikiliza yale na kutaka kuyafuata yale, Yesu anakushangaa, mimi nishatimiliza hayo yote. Nimeshatimiliza hayo yote. Wewe hauhesabiwi haki mbele za Mungu kwa sababu ya hayo. Unahesabiwa haki mbele za Mungu kwa sababu una mimi. Unajua niseme hivi, kuna wakati katika maisha haya ya ulimwengu huu unaweza ukapata kibali sehemu fulani, sio kwa sababu labda ya vile ya elimu yako, sababu yenye elimu ni wengi kama wewe, lakini kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya pengine mtu aliyekurecommend, kwamba yule aliyekurecommend kule anasema anaaminika. Ndivyo ambavyo ilivyo. Yesu Kristo alishughulika na madai ya Torati katika utimilifu wake wote, ili sisi tulioko ndani yake tunahesabiwa nini? Tunahesabiwa haki katika. Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia tufate mambo ya sheria za Torati, zile mambo ya vyakula, mambo ya siku, mambo ya sadaka zile ambazo aliamrisha Musa, maana kwamba nini? Mwalimu wako tena sio Yesu Kristo. Mwalimu wako ni Musa. Mwalimu wako ni Musa. Sasa nataka tutoke hapa, maana nikikaa hapo tutakaa mno. Lakini katika hili Yesu alishazungumza. Kuna andiko hili nataka ni la muhimu sana nilizungumze. Nafikiri nitaendelea wiki ijayo, maana somo hili naona muda umeenda. Mathayo 23:2 asema waandishi na Mafarisayo, kwanza mstari wa pili asema waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote atakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msiyatende, maana wao hunena lakini hawatendi. Mstari wa 8, bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Kumbe mwalimu wetu ni mmoja. Sisi kama ndugu, mwalimu wetu ni mmoja. Msiitwe rabi. Kwa nini alisema msiitwe rabi? Rabi ni mwalimu wa Torati, mwalimu wa sheria. Kwa sababu ukiangalia hiyo habari, mwanzoni alizungumza hapa, alisema Mafarisayo na waandishi wameketi katika kiti cha Musa. Maana yake kwamba mwalimu wao ni Musa. Alafu anakuja huku chini anawaambia bali ninyi msiitwe rabi.
Sema msiitwe mwalimu, bali mwalimu wenu nani? Ni mmoja. Nanyi nyote ni ndugu. Sisi sote ni ndugu kama kanisa. Mwalimu wetu ni mmoja. Alafu huku chini akazungumza, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Wasema wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Ukiangalia hii habari, ukichukua nusu au ukizungumza ukienda vibaya, unaweza ukaharibu. Na haya maandiko yamewachanganya wengi. Msimuite baba duniani. Kweli baba yangu nisimuite baba? Lakini hii habari ilikuwa inahusiana na kule mwanzo, kwa maana alikuwa anazungumzia habari za Musa na Torati. Alafu akaja kwa habari ya mwalimu wenu nani? Mmoja. Lakini kwa baba, unajua wana wa Israeli au wale ambao walikuwa wanafuata Torati walikuwa wanamuona kiongozi wao ni Musa. Alafu hapa anasema kwamba kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Kwa ukiangalia kiongozi wenu alikuwa anaizungumza azie sisi kama ndugu. Kiongozi wetu nani? Ni Kristo. Baba yetu ni nani? Aliye mbinguni. Usije kumuita Musa ni baba yako. Mababa zetu, unajua wana wa Israeli walikuwa wanafuata Torati. Kila ukifanya baba zetu hawakufanya hivi, baba zetu walienda katika njia hii. Yani it's all about their fathers. Sema their forefathers. Yani baba zetu Musa, yani hivyo. Lakini anasema baba yenu ni mmoja. Sisi kama kanisa. Hapa alikuwa anazungumza as a church. As a church, baba yetu ni aliye mbinguni. As a church, kiongozi wetu ni Kristo. As a church, sisi sote ni ndugu. As a church, kama kanisa, mwalimu wetu ni nani? Ni mmoja, ambaye ni Kristo. Kichanganya sisi kama kanisa, tukamwangalia Musa, tukawaangalia sui nani, tukawaangalia wanasaikolojia, tukawaangalia kama kanisa, tunachanganya. Na hata Paulo mwenyewe kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 kuanzia mstari wa kwanza, anasema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Anawaambia Wakorintho, mnatakiwa mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Ina maana yake, tafsiri yake ni kwamba kama mimi simfuati Kristo, msinifuate. Na mimi natakiwa iwe hivyo, kwamba hata kama nikifundisha nje ya Kristo aliyosema, msikuwa amtakie mnifuate. Kwa nini? Kwa sababu mwalimu wa physics anatakiwa afundishe yale ya physics, ndio? Mwalimu wa Kiswahili anatakiwa afundishe yale ya Kiswahili na kadhalika. Ina maana akitoka nje ya physics, kama ni mwalimu, wewe ni mwalimu wa physics, unatakiwa ufundishe kama ni mwalimu wa neno la Kristo au mwalimu wa neno la Mungu. Au Kristo ni Mungu. Mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu wa neno la Kristo. Nikianza kufundisha mambo ya Torati, maana kwamba nini? Maana kwamba mimi ninawatoa katika kile Yesu ambacho alisema tukifuate. Kwa hiyo mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Maana kwamba mimi ninachokizungumza natakiwa nizungumze habari za Kristo, zilikuwa ni kipime kile ambacho msingi wa imani yetu ni nini? Warumi 10:17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani yetu, msingi wa imani yetu ni neno la Kristo. Kwa hiyo yote anayefundisha neno la Kristo, maana kwamba nini? Maana kwamba yeye ni mjumbe wa Kristo. Maana mjumbe wa Kristo maana nini? Tunajifunza kwa mwalimu wetu, au tunajifunza kwa Yesu Kristo mwenyewe kupitia huyu. Sisi ni watendakazi. Unajua mtendakazi akitenda kazi mapenzi ya bwana wake, ni bwana wake anakufundisha kupitia huyu. Ndio maana tutakuwa tuangalie kwamba kama huyu ni mjumbe wa Kristo au ni mtendakazi wa Kristo, kama anachokifundisha kinatutoa kumwamini bwana wetu, sababu tukaanza kutegemea vitu vya upako,
tukaanza kutegemea watu, tukaanza kutegemea vyeo, tukaanza kutegemea mali, tukaanza kutegemea vitu vinavyotuzunguka. Maana kwamba huyu sio mjumbe, kwa sababu iko hivi, Yesu Kristo au Mungu anapoachilia neno, yote ni kwa ajili ya utukufu wake, mwisho wa siku ili tumwamini yeye. Lakini kama kila kitu kitatufanya tuamini vitu vingine, maana kwamba nini? Maana kwamba iko kitu huyo mtu ambaye anasema ni mwalimu hafundishi kile ambacho kwa mwalimu wetu. Tunapozungumza mwalimu wetu, jamani, mwalimu wetu ni Yesu Kristo. Mwalimu wetu ni Yesu Kristo. Mambo ni yako mengi sana, nataka wiki ijayo tutaendelea, lakini nachokitaka tukielewe hasa, mwalimu wetu sisi kanisa ni Kristo. Tunafundishana, tunaonyana, tunasaidiana kwa neno la nani? Kwa neno la Kristo. Ina maana kama mimi niko hapa ninafundisha neno la Kristo, maana anayetufundisha ni nani? Ni Kristo Yesu. Lazima sisi tunaosikiliza neno, tunaojifunza kwa walimu mbalimbali, niseme hivi, tunakuwa kimwili na kiroho, au tunakuwa imani yetu inakuwa. Itakuwa vibaya kama tunasikiliza mambo mabaya. Kama kanisa tunaweza tukatoka katika Kristo tukageukia vitu vingine, kama tunavyovisikiliza vitatokana na sio neno la Kristo. Imani yetu itageukia vile vitu. Sema imani chanzo chake ni kusikia. Tukisikia vya wanasaikolojia, imani yetu kama kanisa itageukia vya wanasaikolojia. Tukisikia vya walimu wa sheria, Torati, sisi kama kanisa tutajitahidi kutimiza matendo ya Torati. Lakini tukimsikia Kristo Yesu, tukisikia fundisho la Kristo, na kwamba imani yetu itatu. Sasa Yesu Kristo, kwa nini tumsikilize Yesu Kristo? Mzigo wake ni mwepesi, nira yake ni laini. Mzigo wake ni mwepesi, nira yake ni laini. Katika Kristo Yesu, moja ya kitu ambacho tunahakikishiwa tunapomsikiliza Yesu Kristo kama mwalimu wetu ni kutotumia nguvu nyingi. Kutotumia nguvu nyingi. Kutotumia jitihada nyingi. Unajua wakati mwingine unaweza ukawa unataka kufanikisha jambo, lakini kuna jitihada ambazo utakuwa tuzitumie. Fundisho lolote ambalo linatufanya tumtegemee Yesu Kristo, yeye na jina lake, na kwamba hilo ni fundisho la nini? Ni fundisho la Kristo Yesu. Basi nafikiri tutaendelea wiki ijayo. Wiki ijayo tutakuja kuangalia maandiko, kwa sababu ukiangalia katika maandiko ya Musa kuna namna fulani ambavyo yalikuwa yakimhubiri Yesu Kristo. Kwa sababu katika mafundisho ya Musa yalifundisha kwa habari ya sadaka, yalifundisha kwa habari ya vyakula, yalifundisha kwa habari ya siku, yalifundisha kwa habari ya kuna fimbo ya Musa, kuna mana, kuna nyoka jangwani. Kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anavifunua kwa lugha ya mpicha, kwamba atakaye kuja kwa mifano hii, kwa picha hii, muaminini yeye. Kwa Yesu, Musa mwenyewe alifundisha habari za Yesu katika maandiko. Kisoma maandiko ya Torati yale, Torati na manabii vilimfundisha Yesu kwa namna ya mifano, kwamba Yesu alipokuja kuvifanya, ukiangalia vitu Yesu alipokuja kuvifanya, alafu ukarejea kule, unasema nini? Unapata ile revelation, kumbe hii ilikuwa inamaanisha Yesu. Kumbe hii ilikuwa inamaanisha ilikuwa inamuelekea Yesu. Kumbe hii ilikuwa ni alama kwamba Yesu tumsikilize. Kumbe hii ilikuwa ina alama Yesu tumsikilize. Kila alichokifanya Musa kilikuwa ni simbo ya kwamba tumwangalie Yesu. Na hata ukiangalia historia, ukiangalia ile Injili ya sema wale mitume wa kwanza katika Matendo ya Mitume, walikuwa wakifanya nini? Wakimfunua Yesu kupitia mafundisho ya Mwanzo mpaka Malaki, mitume na manabii.
Japokuwa ni somo gumu kidogo kwa watu ambao wajisema ile bado hawajaanza kuelewa maandiko na kuyasoma kwa kina, lakini ni muhimu tuelewe ili tunaposoma maandiko tusione masharti, tumuone Yesu. Ukiona sadaka unasema mtatoa mwana kondoo wa Pasaka, umuone Yesu. Ukimwona Musa anamuinua nyoka jangwani, usije na wewe kaambia jamani tunaenda jangwani tukainue nyoka. Ukiona Musa sio amefanya hivi, usianze kufuata kile ambacho alikifanya Musa. Angalia kile alichokifanya, ukitafsiri kwa kina unamuona Yesu Kristo. Ilikuwa ni ishara ya kwamba yule ajaye atakayefanya hivi, maana kwamba anastahili kusikilizwa kama mwalimu. Kwa mwalimu wetu ni nani? Mwalimu wetu ni Yesu Kristo. Tusichanganye mambo. Na hili sasa nataka nizungumze hapa, namalizia. Na hili inatupasa sasa tuweze kufanya nini? Kuweza kusoma au kujifunza kile ambacho Yesu alikisema. Tukitaka tujue kwamba hiki ni cha Kristo au sio cha Kristo, lazima tuangalie hivi Yesu alisemaje. Kwa kusoma maandiko pia ya sema injili ya Yesu Kristo. Soma injili ya Yohana, soma injili ya Mathayo, soma injili iliyoandikwa na Luka, soma vitabu vile ambavyo vilikuwa vinamfunua Kristo. Soma vitabu vya maandiko ambayo yanalielezea Agano Jipya. Itatusaidia hasa kufanya nini? Lakini tusiposoma tutapelekwa huku na huku. Na niseme hivi, maandiko ni ya muhimu. Kwa nini? Kwa sababu kikiandikwa hakiwezi kubadilishwa kirahisi. Lakini ingekuwa tunasimuliana hapa katikati, tungekuwa tumeshaweka mambo mengi sana. Lakini kilichoandikwa, kitu kiandikwa hata kikaa miaka 1000 ni vile vile kilichoandikwa. Kwa ni muhimu sana tuzingatie maandiko. Mwalimu wetu ni nani? Sisi kama kanisa, mwalimu wetu ni Yesu Kristo. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Mungu wetu, Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo umesema nasi jioni ya leo. Mtakatifu, mwaminifu, tunatambua sasa kwamba katika yote tuyasikiayo, sisi kanisa lako yatupasa tulishike mmoja, ile ambalo Mungu umelifunua katika mwana, na mwana pekee ndiye chanzo cha kukujua wewe, cha kujua haki zetu, cha kujua yatupasayo kufanya, cha kujua njia, kwa sababu Kristo Yesu ndiye njia, kweli na uzima ya kuja kwako Baba. Mfalme, ninakutukuza na kushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo Mungu umesema nasi neno hili kapata kuweka kiu ya kutamani kujua yako Kristo Yesu, kutamani kufahamu na kujifunza kwako. Kwa sababu jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Yesu Kristo, tunaomba ukapate kufungua akili zetu, tupate kuelewa na maandiko, tupate kukuelewa, tupate kukuona wewe, sababu uzima wa milele ndio huu, tukujue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Tukufu na heshima na kurudishia wewe Mungu, katika jina la Yesu nimeomba, amen. Basi